Mungu anajali maisha ya kijana? Pengine hili ni swali ambalo kijana unalo na ungetamani upate jibu lake. Nitatumia vipindi kadhaa kukujibu swali hili kwa vipengele mbalimbali. Leo nitazungumzia kipengele cha kwanza cha kukutia moyo kwamba Mungu anajali maisha ya kijana. Tunakipata kipengele hiki cha kwanza katika Mwanzo 2 mstari wa 18. Biblia inasema Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Hapa tunaona kabisa kwamba Mungu alijali upweke wa Adamu. Na kama Mungu alijali upweke wa Adamu, basi hata wewe anakujali. Na mambo ya msingi ambayo tunaweza sasa tukajifunza kutokana na kipengele hiki ni kwamba utaona kwamba Bwana alimuandaa Adamu na mazingira yake kabla ya kushughulikia upweke wake. Maana usipoangalia unaweza ukadhani kwamba matatizo, changamoto kubwa ulio nao ni upweke. Changamoto hiyo ni ya baadaye. Inayotangulia ni kuandaliwa wewe pamoja na kuandaliwa mazingira. Tunamuona Mungu kabla ya kumwambia Adamu hivyo, aliandaa kwanza mazingira. Alitengeneza uumbaji, akuhakikisha kwamba atapata huduma zote za msingi, lakini pia akafika mahali akampa kazi, akampa bustani aitunze. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu alionyesha wajibu mkubwa kuhakikisha kwamba Adamu kama kijana, Adamu kabla hajaoa, anahakikisha kwamba amemuandaa na ana kazi. Na wengine tukiwaambia kazi wanafikiri lazima iwe ni ajira. Kazi na ajira ni vitu tofauti kabisa. Unaweza kupata kazi kwenye ajira au bila ajira, lakini la msingi ni kwamba lazima Mungu akupe bustani uitunze. Atakupa kazi fulani ambayo itakusaidia katika maisha yako. Kumbuka hilo vizuri kabisa kwamba kazi sio lazima iwe ajira. Mara nyingi kuna kazi nyingi sana ambazo macho yetu hayazioni tukisubiri ajira. Ajira zinapatikana kupitia watu wachache sana ambao wanataka watu wawasaidie kwenye kazi zao. Lakini wanadamu wana mahitaji mengi, watu wanahitaji kula, wanahitaji kuvaa, wanahitaji kusafiri, wana mahitaji mengi ambayo lazima kuna mojawapo unaliweza kama utakuwa mtu unayechagua kazi. Lakini jambo jingine tunalojifunza hapa ni kwamba sio Adamu aliyesema kwamba si vema niwe peke yangu. Mungu ndiye aliyesema si vema Adamu uwe peke yako. Hapa tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba Mungu anatujali sana na Mungu ndiye anayejua wakati sahihi wa sisi kuweza kupata msaidizi. Unaweza kuona kabisa hapa kwamba unaweza ukawa mtu na tamaa ya mwili ukadhani ni upweke, kumbe ni tamaa tu ya mwili. Tamaa hii hata vijana wadogo wanapoanza kuvunja ungo au kubalehe wanakuwa nayo, lakini hiyo haimaanishi kwamba ni upweke. Hiyo ni maandalizi tu ya miili yao kwa ajili ya wakati wa Bwana utakapofika. Kwa hiyo tunachojifunza hapa ni kwamba hatuoi kwa sababu ya tamaa, tunaoa kwa sababu ya upweke. Kwa hiyo ni muhimu sana katika maisha yako kuhakikisha kwamba unatofautisha jambo hili, kwa sababu unaweza ukadhani kwamba una upweke, lakini kumbe ni tamaa mbaya tena inayohamahama, unamtamani yule ukadhani ni upweke. Unapofika mahali ambapo ni upweke, unakuwa ni Mungu mwenyewe anaona pia hitaji hilo. Na utaona kabisa kwamba si kitu kinachohamahama kwa kila mtu. Unaona ni hitaji hitaji mtu maalumu mmoja awe mwenzi wako wa maisha. Hutaona kwamba kila unayekutana naye unatamani huyo. Ukishaona hivyo, uone kabisa kwamba hiyo bado sio pale mahali ambako Bwana alipakusudia mwenyewe. Kwa hiyo tofautisha upweke na tamaa za mwili. Lakini pia tunajifunza kwamba kijana anahitaji Mungu amwandalie mwenzi wake. Ndio maana tunashauriwa kwamba tangu watoto wakiwa wadogo tuanze kuwaombea ili Mungu awaandalie nani atakuwa mwenzi wa maisha. Awaandae wao, lakini awaandalie, kwa sababu sio tukio linalotokea mara moja, linahitaji maandalizi. Utaona kabisa kwamba hatupaswi kuokota, tunapaswa kumpata mtu sahihi ambaye Mungu amemuona kwamba anatufaa. Na ndio maana akasema nitamfanyia msaidizi. Nitamfanyia, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Mungu anakuandalia mtu anayelingana na wewe, anayeendana na wewe, na sio kuokota tu. Yuko mtu maalumu ambaye Mungu amemuandaa kwa ajili yako kama utatulia vizuri na kumngoja Bwana na kutokumtangulia Mungu katika maisha yako. Lakini utaona pia kwamba kijana anahitaji mke au mume wa kumkamilisha na sio wa kuishi naye wala kupanga naye. Kuna tofauti ya kuishi na mtu na kukamilishana, kucomplement. Mungu anataka mtu kwa kukamilisha ambaye utamsaidia katika mapungufu yake na wewe atakusaidia katika mapungufu yako. Kama utampata mtu ambaye mnaishi naye lakini hawezi kukamilisha, kwa vyovyote vile utajisikia utoshelevu
ambao Mungu aliukusudia katika maisha. Na ndio maana akasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye, au msaidizi wa kumkamilisha. Kwa hiyo unahitaji kukamilishwa na Bwana. Lakini jingine, kijana wa kiume asitafute mwenzi wa kumtumikisha. Kijana wa kike anatakiwa abebe majukumu kama mume, ili kwamba yule mke apate kitu cha kusaidia. Anapoolewa aone kweli amekutana na mtu ambaye ana majukumu yanayoeleweka, ambao anaweza akamsaidia. Ingawaje wakati huo huo pia msichana naye anapaswa asipoteze jukumu lake la kuwa msaidizi. Hata kama ataajiriwa, hata kama atafanya kazi gani, hata kama atakuwa na cheo gani, hata kama atakuwa na huduma gani, lazima awajibike katika jukumu lake la kimungu la kuwa msaidizi. Kwa sababu Mungu alikusudia hivyo, kwamba mume atawajibika na majukumu mbalimbali, lakini mke naye asipoteze nafasi yake. Tumekuwa na wanawake wengi kipindi hiki ambao Mungu amewapa huduma mbalimbali. Tunatamani wasisahau huduma yao ya msingi, wakajikuta wamezama kwenye utumishi wa watu wengine na kusahau jukumu lao la kifamilia kama mke, kwa sababu atawajibika mbele za Mungu. Kama mume naye atakavyowajibika mbele za Mungu, kwamba lazima uwe, kama ni mtumishi, uwe mtumishi mzuri, lakini uwe mume mzuri na uwe baba mzuri wa watoto. Huu ni utaratibu wa Mungu alioweka, ambao haupaswi kupindishwa kwa sababu ya vyeo, kwa sababu ya huduma wala jambo lolote. Lakini pia jambo jingine kwamba lazima kijana ajiandae kujitegemea kabla ya ndoa. Kama neno la Mungu linasema mtu atamwacha baba yake na mama yake ambatane na mkewe, hii inatuthibitishia wazi kwamba huyu mtu lazima ajiandae kujitegemea. Asiendelee kutegemea mwongozo wa wazazi wake na walezi wake. Ajitegemee kimaamuzi, ajitegemee kimaisha, hata kama kuna kusaidiwa hapa na pale, lakini hakikisha kwamba kweli amejipanga katika maisha yake kuwaacha wazazi wake na kuungana na mke wake na kutengeneza familia yao. Hili ni swala la msingi sana ambalo linaweza likamsaidia akijitambua. Na ndio maana hatupaswi kuandaa harusi, tunapaswa kuandaa ndoa na kuandaa maisha. Baada ya harusi, ndoa kufungwa, nini kitafanyika? Tutaishije baada ya hapo? Kwa hiyo ni muhimu sana kijana kuhakikisha kwamba anaweza kujiandaa. Sina maana awe na vitu vingi, lakini hakikisha na uwezo wa kukaa kwake, kuishi hata kama hana kiti akalie ndoo, lakini tujue kwamba huyu anakaa kwake na wamekubaliana waishi maisha hayo, na Mungu ataendelea kuwabariki. Lakini sio kuwa tegemezi wa wazazi na kuendelea kuishi na wazazi. Wakifanya hivyo watakutana na changamoto ambazo watashindwa kuzitatua, kwa sababu Mungu anataka mtu aache wazazi wake, aambatane na mkewe, wawe mwili mmoja. Lakini pia tutambue kwamba ndoa sio kwa ajili ya mvulana na msichana, bali ni kwa ajili ya mume na mke. Mature people, watu ambao wamekomaa. Na ndio maana kwenye Wakorintho wa kwanza 7:36 anasema, lakini mtu awaye yote akiona ya kuwa hamtendei mwanamwali wake vipendezavyo, na ikiwa huyo amepita uzuri wa ujana wake, na ikiwapo haja, basi afanye apendavyo, hatendi dhambi, na awaruhusu waoane. If any man, sio if any boy. Kwa hiyo tunategemea ndoa ni ya watu waliokomaa kiakili, na sio watu ambao wanaingia kichwa wakiwa bado wanawaza tamaa tu na hawawazi majukumu. Kwa hiyo ni muhimu katika maisha yako, na ndio maana unapokuwa kijana mdogo unaanza kuvutiwa na maumbile zaidi ya miili, jinsi ambavyo mtu ameumbika. Lakini unavyoendelea mbele unaanza kuvutwa na busara ya mtu, hekima ya mtu, kwamba anafaa kumtegemea huyu kweli kwenye familia, kwamba atanipa mawazo, kwamba atakuwa na matumizi mazuri, kwamba atajali familia. Hayo yanakuja baada ya kukomaa, kwa sababu ubongo unaendelea kuchukua muda kukomaa kabla ya viungo vingine kwenye mwili. Uwezo wa kubeba mimba unakuwa unao mapema, lakini uwezo wa kufikiri mambo unahitaji umri usogee, pengine hata ufikishe miaka 18 kuelekea mbele 20. Na ndio maana ikawekwa miaka hiyo kwamba mtoto ni chini ya miaka 18. Ni kwa sababu ubongo unaendelea kukomaa mpaka miaka pengine 20 au zaidi, ndipo unaweza ukafanya maamuzi makini kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo tunahitaji sana Mungu akusaidie kwa kipengele hiki. Nitazungumzia kingine wakati mwingine, lakini Mungu akusaidie katika maisha yako uweze kutambua kwamba Mungu anakujali wewe kama kijana. Ni wewe tu ujitambue kwamba Mungu sasa kuna maandalizi gani anayoyafanya kwenye maisha yako. Usidhani kama amenyamaza. Kama humpati mwenzi sahihi, basi muulize akuandae. Pengine anakuandaa wewe, au unachelewa kuandaliwa, au pengine ule naye unachelewa kumtambua. Lakini usidhani kwamba tayari pengine uko tu tayari. Kunahitaji maandalizi. Mungu akusaidie katika maisha yako katika kipengele hiki cha siku ya leo, na Mungu